Anga la Mashariki ya Kati halijawahi kuwa tulivu kwa muda mrefu, lakini safari hii tishio haliji kwa mshangao. Linakuja kwa tangazo la wazi, kwa maneno makali kama upanga unaong'ara chini ya jua la jangwani, kwani makundi ya kijeshi yanayojipanga chini ya kivuli cha Tehran yametuma ujumbe usio na mafumbo kwa Marekani. Ni kumbukumbu chungu ya mwaka 2025, mwaka ambao ulimwengu ulitazama kwa hofu wakati Marekani, Israel na Iran zilipokaribiana na mlipuko wa vita vya moja kwa moja. Kwani leo kumbukumbu hiyo inafufuka tena, ikifuatana na swali zito: je, bani atawasha moto na nani ungua kwanza? Kutoka Irani, sauti nzito ya Kataib Hezbollah imevunja kimya kama radi. Kiongozi wake Abu Hussein al-Ahmidawi ametamka kauli inayotikisa kanda nzima: ikiwa Marekani itashambulia Iran, basi maandalizi ni ya vita vya kuteketeza kila kitu. Kwani kwa maneno aliyojaa hasira na ahadi ya maangamizi, alionya kuwa maadui wa Jamhuri ya Kiislamu wataonja aina zote za mauti machungu na kwamba hakuna kitakachosalia chao katika eneo hilo. Wakati huo huo, kutoka milima ya Yemen, waasi wa Wahuti wametuma ishara bila maneno mengi. Video yao, meli ikipasua mawimbi kabla ya jioni, kisha nyingine ikiteketea kwa moto, ilibeba neno moja tu, neno dogo lakini zito kama kombora likitimia: Bahari Nyekundu itarudi kuwa uwanja wa vita, na mapumziko ya amani yaliyofikiwa Mei 2025 yatakuwa historia fupi iliyozikwa na moshi. Ndani ya ikulu ya Marekani, mjadala umeelezwa kuwa hofu ikigongana na hamu ya kuonesha nguvu, chaguo linalojadiliwa: mashambulizi ya kulenga viongozi wakuu wa Iran, wale wanaodaiwa kuhusika na mauaji wa waandamanaji. Marekani na wanajeshi takriban 40,000 waliotawanyika kutoka Jordan hadi Ghuba, kambi za Iraq na Syria tayari zimeonja mashambulizi ya makundi yanayoungwa mkono na Tehran, lakini pigo kama Kuwait, Qatar, Umoja Falme za Kiarabu, Bahrain au Saudi Arabia, hapo ndipo hatari inakuwa ya kimataifa. Hata hivyo, Marekani haikai kimya. Manuari ya kubeba ndege USS Abraham Lincoln imehamishwa kutoka bahari ya China kusini hadi Mashariki ya Kati, ikibeba F-35, F-18 na ndege za vita vya kielektroniki, huku Jordan kupitia kambi ya Muwafaq Salt imeona mkusanyiko wa F-15, ishara kwamba chaguo zote ziko mezani. Lakini historia inaonya, kwani mnamo Januari 2024 shambulio la droni nchini Jordan liliua wanajeshi watatu wa Marekani, na jibu lilikuwa mauaji ya kamanda wa Kataib Hezbollah Abu Bakr al-Saad. Tangu hapo, mstari kati ya kisasi na vita umebaki mwembamba kama uzi. Kataib Hezbollah sasa ni nguzo kuu ya Iran katika eneo, hasa baada ya kudhoofika kwa Hezbollah ya Lebanon. Kifo cha Hassan Nasrallah mwaka 2025 na kusainiwa kwa makubaliano yasiyo na mizani kuliacha Hezbollah ikiwa kivuli cha ilivyokuwa, ikishinikizwa kuvua silaha, ikinyamazia mashambulizi ya Israel. Hatuko upande wowote, alisema kiongozi wake mpya Naim Kasim, akiacha sentensi ikining'inia kama tishio lililofichwa. Houthi wameibuka akiwa imara zaidi, wakivumilia mashambulizi ya Marekani na Israel kutoka milimani mwa Yemen. Mashambulizi yao ya meli yaliwapa sifa hata miongoni mwa waliokuwa hawaungi mkono, na iwapo yataanza tena yatakuwa ishara ya mwisho wa kuvunjika kwa Truth, kwani leo bado risasi haijarushwa, lakini maneno tayari yamechomwa kama alama kwenye chuma. Meli zinazosogea, ndege zinajipanga, na makundi ya kivita yanashikilia viapo vyao kama maandiko matakatifu.